Sema kuna kichwa kinachosema kichwa chetu kinasema kwamba unaweza ukaandika, yule ambaye anaandika, unaweza ukaandika ujumbe huu. Kanuni za kufuata ili kufanikiwa. Kanuni za kufuata ili kufanikiwa. Kanuni za kufuata ili kufanikiwa au ili kupata mafanikio. Kuna kanuni za kuzifuata ili uweze kufanikiwa. Zipo kanuni kadhaa ambazo tunazifundisha leo ili kwamba kila mmoja aweze kuzijua. Ukizifuata hizo kanuni vizuri kabisa na kwa usahihi na ukawa na imani, ina maana kufanikiwa kwako ni given. Ni kitu cha kawaida kabisa. Utafanikiwa bila kutumia jasho kubwa wala nguvu kubwa wala kujitabisha kwa namna yote ile. Utajikuta tu automatically unafanikiwa ukizifuata hizo kanuni. Na kwa sababu niwaambie wazi kwamba kwamba tunafikia robo tatu, ni robo ya mwaka 2026. Tunaelekea sasa kwenye nusu ya mwaka, lakini tunakuja kumaliza mwaka huu hapo mbeleni. Sasa ndani ya miezi mitatu tayari tumeshapiga hatua fulani, Mungu ametusaidia. Lakini kutokea sasa mpaka Disemba mwaka huu, natamani watu waweze kufanikiwa. Ndio shauku yangu. Wafanikiwe katika nyanja kuu tatu za msingi. Nyanja ya kwanza ya kufanikiwa, natamani watu wafanikiwe, ni nyanja ya kiroho. Hiyo ni nyanja ya kwanza. Au sekta ya rohoni au idara ya kiroho. Nyanja ya kwanza ni nyanja ya kiroho. Watu wote wafanikiwe kiroho. Lakini nyanja ya pili, watu wote ambao watakuwa na kiu na kutamani Bwana wafanikiwe kimwili. Na maanisha kimwili kwa maana ya kuwa na afya njema na kuwa na uzima tele. Afya tele, uzima tele. Hilo ni jambo la pili, mafanikio ya kiafya. Ninajua kwamba shetani huonea watu kwa jinsi ya roho na kukandamiza roho za watu. Hiyo ni neno la kwanza. Lakini vile vile shetani ambaye ni adui yetu hukandamiza watu kimwili na kiafya. Hawana uzima, afya ya kudumu hakuna. Wanakuwa na afya ya temporal. Leo ni mzima, kesho anaumwa. Wiki ni mzima, kesho kutwa anaumwa. Wiki ijayo anaumwa. Mwezi huo kwa hivi, kesho kutwa anakuwa hivi. Anasumbuka na kuteseka na afya yake kwa muda mrefu sana. Na wengine wamekubali na kusema huu ndio ugonjwa wangu, nimeshajizoelea. Hii ndio tabu yangu, huu ndio ugonjwa wangu. Kwa hiyo natamani watu wafanikiwe pia kiafya ili magonjwa yakae kando, wapate uzima wa kudumu, afya ya kudumu. Lakini hilo tatu ni eneo la kiuchumi. Adui anapiga sana watu maeneo ya kiuchumi. Kuna watu wanajitabisha sana kufanya kazi, lakini wanapigwa maeneo ya kazi zao. Wanapigwa kwenye biashara, wanapigwa kwenye uwekezaji, wanapigwa kwenye mitaji, wanapigwa kwenye ujasiriamali, wanapigwa na adui, wanakandamizwa sana. Lakini wengine tu ni kwa sababu pia ya kutokuzijua kanuni za kibiblia za kupata mafanikio. Ili ufanikiwe, kuna kanuni za kimungu, kuna kanuni za kishetani, lakini pia kuna kanuni za kimungu. Mimi kwa sababu ni mjumbe wa Bwana, ni mjumbe wa Mungu, ni balozi wa Kristo hapa duniani, nazungumzia kanuni za kimungu kufanikiwa. Sasa maeneo yote ya matatu ya kiroho, maeneo ya kimwili, maeneo ya kiuchumi, ni maeneo matatu ya msingi ambayo mtu wa Mungu anatakiwa awe vizuri kabisa ili kuweza kumtukuza Mungu na kufanikiwa katika maisha yake. Sasa somo hili linagusa maeneo yote matatu: eneo la kiroho, eneo la kimwili, lakini pia eneo la kiuchumi. Ambaye atafuata kanuni hizi, basi tarajia kabisa na uwe na uhakika bila mashaka yoyote. Narudia tena, uwe na uhakika bila doubt, bila mashaka yoyote, kwamba ukizifuata hizi kanuni siku zilizosalia mwaka huu mpaka Disemba, kuanzia mwezi huu ambao tunaingia mwezi wa 4, wewe historia yako inabadilika. Haitakuwa tena historia ya ugonjwa na ulozi na ushirikina na kuumwa na kuteseka. Historia itachange immediately, yani papo kwa papo historia itabadilika. Waliokuwa na kuita mgonjwa wataanza kuita mtu mzima, amepona, ile tatizo lishaondoka, ana afya tele. Unaona, ambao wamepigwa kwenye maeneo ya uchumi na wenyewe kadhalika, Bwana atawasaidia.
ambao mpige kwenye maeneo ya ndoa, Bwana atawasaidia. Kuna changamoto sana maeneo ya ndoa na maeneo mengine kadhalika, Bwana atawasaidia mkifata kanuni hizi ambazo nazielekeza leo. Mpaka inafika Disemba 26, kila mmoja atakuwa na ushuhuda. Atasema Mchungaji Kajuna, nilifuata kanuni ambazo umezifundisha redioni tarehe 29 ya mwezi wa 3 na nimemwona Bwana hakika akinisaidia. Mwaka jana nilipokea shuhuda za watu wengi ambao Mungu aliwasaidia kiroho. Kuna watu wameokoka kupitia mafundisho haya. Kuna watu wameponywa magonjwa kupitia mafundisho haya. Wanashuhudia waziwazi. Kuna ambao wamepokea miujiza kabisa. Watu ambao hawakuwa na uwezo kupata watoto mpata watoto kabisa. Kwenye ndoa, wale kwenye ndoa wamepata watoto kabisa. Mungu amewakumbuka. Shuhuda zimekuwa nyingi. Ambao wameguswa maeneo ya mashamba, maeneo ya biashara, maeneo ya nini, ni watu wengi ambao wanatoa shuhuda. Hakika na wewe ambaye unapitia changamoto hizo, basi kwa neno la leo hii Mungu anakwenda kuonekana kwako. Sasa basi, baada ya kusema vitu hivyo, tuangalie sasa kanuni za msingi ili tuweze kufanikiwa mwaka huu 2026 kwa siku ambazo zimesalia. Na tukisoma kitabu kile cha waraka wa 3 wa Yohana, ile sura ya 1 na mstari wa 2, waraka wa Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 2, utaona neno la Mungu pale inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Unaweza kuona, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Unaweza kuona neno hilo. Ndarudia tena, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kumbe ni kusudi la Mungu watu wake wafanikiwe. Lakini msingi wa kwanza wa mafanikio kwanza ni rohoni. Inategemea unatembea rohoni na Mungu gani. Kama unatembea na Mungu wa mbingu na nchi, basi utakuwa na mafanikio kutoka Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi. Lakini ukiwa unatazamia pia mafanikio ya rohoni kutoka upande wa pili wa Ibilisi, hali kadhalika Ibilisi naye hufanikisha watu wake ambao wanamsujudia yeye. Lakini ni heri mtu akafanikiwa kutoka katika madhabahu ya Mungu mwenyewe. Haya ni mafanikio mazuri na yanapendeza, na unaweza ukajivunia na ukawa na uhakika. Sasa angalia kanuni hii ya kwanza ambayo ni ya msingi. Kanuni ya kwanza uweze kufanikiwa, maana natamani tutoke kwenye hali ya mazoea na mapokeo na desturi za kibinadamu. Mapokeo na desturi na kawaida na mazoea ya kibinadamu, ambayo mazoea na desturi na kawaida za kibinadamu zimesababisha watu wengi kugandamizwa na mgandamizo wa shetani. Watu wasifanikiwe na wabakie kuteseka kwa sababu ya maonevu ya mapokeo na watu kuto kuambiwa ukweli. Mara nyingi watu wasipoambiwa ukweli wakadanganywa, wanapotea katika udanganyifu huo. Unaona, wanapotea katika upotofu wa namna hiyo mpaka wanaangamia kabisa. Lakini natamani nikwambie ukweli kabisa kwamba kanuni hii ambayo nahitaji ya kwanza ni kanuni mama. Ni kanuni ya msingi sana kwa kila mtu ambaye anatamani kufanikiwa. Kanuni ya kwanza ni utakatifu na tunda la Roho. Hiyo ni kanuni ya kwanza ambayo ni ya muhimu kweli kweli kwa mtu ambaye anatamani kufanikiwa, mafanikio ya kibiblia, mafanikio ya kimungu. Hii itakusaidia kanuni hii katika eneo la kiroho. Ndio maana nimesema mafanikio ya rohoni nafundisha. Alafu nitafundisha hizi kanuni zinagusa mafanikio ya mwilini, lakini pia mafanikio ya kiuchumi, mafanikio ya kwenye ndoa, mafanikio ya kwenye malezi na kadhalika. Nyanja zote, sekta zote, haya mafanikio yanahusu. Lakini msingi au tunasema foundation, unapojenga nyumba unakuwa na msingi. Lazima uweke msingi. Na msingi imara wa mafanikio ya mtu ambaye anampenda Mungu ni utakatifu na tunda la Roho Mtakatifu. Kabisa. Hiyo ni kanuni ya msingi. Ambayo inaweza ikakusaidia mwaka huu ufanikiwe. Nimegundua kitu kimoja kwenye tafiti ambazo nimezifanya ndani ya muda mrefu kidogo, kwamba matatizo mengi wanadamu tunayowapitia, changamoto nyingi ambazo tunapitia, mfano mambo ya watu kuteswa na nguvu za giza, kuteswa na uchawi, kuteswa na ushirikina, migandamizo yote ya adui ambayo analetea, na majini
na mateso mbalimbali, ushirikina, watu kufanywa vituko, vitu vingi visivyofaa, na uonevu mwingi ambao shetani anaweza kufanya kwa watu. Ni kwa sababu gani? Sababu ni moja, hatujajua kanuni ya utakatifu. Hatujasimama eneo la upande wa Mungu kwa 100%. Tumesimama huku na huku, yani tumepiga msamba. Mguu mmoja uko kwa Mungu na mwingine uko upande wa shetani. Ukiwa hivyo, ina maana huwezi kupata utetezi kutoka kwa Mungu. Mungu hawezi kupa utetezi kwa sababu hauko upande wake. Mungu anataka mtu aliyesimama na yeye. Kwa magonjwa mengi, uchawi mwingi watu wanatupiwa, hata kama ungeombewa na mitume na manabii na wachungaji na nini. Ukikosa kanuni ya utakatifu na tunda la Roho Mtakatifu likawa ndani yako, ina maana utaombewa na huyo mtumishi, hayo majini yatakimbia dakika 2-3, alafu kisha atarudi tena, atatizama katika nyumba yako, kwenye moyo wako, yataangalia bado kuna vifungo vya dhambi, bado umerudi nyuma, bado unapenda dhambi na kadhalika. Ina maana sasa haujageuza maisha yako. Mashetani atapata uhalali kuendelea kutesa na kukandamiza kwenye ugonjwa mara 7 zaidi. Ndivyo maneno ya Mungu yanavyosema. Pepo mchafu amtokapo mtu huenda kuzunguka mahali pasipokuwa na maji, alafu akienda kuzunguka mahali pasipokuwa na maji, huirudia nyumba yake ya kwanza aliyokuwa anakaa, aliyofukuzwa, aliyokemewa na kuondolewa. Huwa anarudi kwenye nyumba yake na kuchungulia. Alikuta kwenye ile nyumba pamepambwa. Tafsiri ya kupambwa nini? Yaani hakuna nguvu ya Mungu, hakuna moto wa Roho Mtakatifu, hakuna maisha ya hofu ya Mungu, hakuna utauwa na utakatifu, hakuna maisha ya uchaji, hakuna ibada, hakuna neno la Mungu ndani. Maandiko yanasema kwamba sio kuwa pepo huyo ataingia muda huo, no, hapana. Ataondoka aende akatafute pepo mwenye nguvu zaidi yake. Kwa kama mtu alikuwa akienda kutafuta pepo mwenye nguvu zaidi yake, maandiko yanasema kwamba huenda kuchukua pepo wengine 7 wenye nguvu zaidi yake. Kwa kama mtu alikuwa na mapepo au majini 7, anaenda kuongezea mengine 7. Ina maana ukipiga ile 7 mara 7 ni ngapi? Mtu anakuwa na mapepo mengi mwilini. 7 mara 7 ni 49. Unaona? Mtu anakuwa ameongezeka idadi ya mapepo mengi. Kila pepo inachukua wenzake 7 wenye nguvu zaidi. Hali ya ugonjwa ya mtu inakuwa ni mbaya zaidi. Kama ni hali ya kutenda dhambi inakuwa mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Sababu ni moja, hakuwa ndani yake na ule utakatifu wa Mungu. Utakatifu wa Mungu ndio unaotusaidia kusimama na Mungu kwa haki yake. Mungu anakuwa mtetezi wetu, anakuwa na jambo la kutetea. Tazama kitu kimoja, alimtetea Ayubu alipopita katika changamoto mbalimbali, kwa sababu Ayubu ni mtu wa Mungu, na maandiko yanasema alikuwa ni mtu mkamilifu, mwenye haki wake. Mungu alimtetea. Kwa sababu gani alimtetea? Alisimama katika hali ya utakatifu, katika hali ya utauwa. Hata kama hauna maisha ya utakatifu, una maisha ya dhambi, bado unapenda dhambi, unapenda michanganyo, unapenda mambo yasiyofaa, ina maana kuupata utetezi wa Mungu ni kazi. Hata kama utabandikiwa mikono na watumishi wa Mungu wenye nguvu kiasi gani, lakini kama haujafanikiwa kutoka kwenye kitanzi cha kuacha ubaya, utateseka. Kwa sababu Mungu wetu hapendi dhambi. Anasema hivyo katika kitabu cha Mambo ya Walawi 27. Anasema, jitakaseni basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Jitakaseni basi iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Na Wagalatia 5:16 anasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maandiko hayo mawili ni evidence au ni ushahidi tosha wa kuonyesha kwamba Mungu anataka watu wake wawe watakatifu, wanadamu wawe watakatifu, wanadamu waishi maisha masafi, maisha ya kuepukana na dhambi. Kwa sababu wapendwa mnaosikiliza kipindi hiki, niwaeleze ukweli, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Dhambi sio nzuri wapendwa. Dhambi inadhalilisha, dhambi inatia aibu, dhambi inaondoa amani, dhambi inaondoa furaha, dhambi inafanya mtu anaishi maisha ya upweke. Dhambi haifai, imeangamiza watu wengi na kuwamaliza. Imesababisha watu wengi wafe na magonjwa, wafe na ajali, wafe na vitu vingi ambavyo ni vya uonevu tu wa shetani, kwa sababu wewe mwenyewe ndio umefungua mlango wa kuruhusu dhambi kutese.
na uchawi. Watu wanapigwa na mauchawi tu, wanashinda na mauchawi, wanaonewa na wachawi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuwa na maisha ya uaminifu mbele za Mungu. Iweni watakatifu kama Mungu mwenyewe alivyo mtakatifu. Ukiishi maisha ya utakatifu kuanzia kipindi hiki ambapo unasikia neno hili, basi mpendwa, mafanikio kwako uwe na uhakika 100%, 100% kwamba utafanikiwa na zaidi ya kufanikiwa. Mafanikio utayapata tu. Mungu wetu anafanikisha watu wake. Mimi ni shahidi. Mimi hapo kiniuliza na shuhuda nyingi, nimeona Mungu akinifanikisha mpaka leo hii. Mpaka sasa namtumaini Bwana. Kitu ambacho kinatusaidia ni kuishi maisha masafi, maisha ya utakatifu, maisha ya kuepukana na ubaya, maisha ya kuepukana na dhambi. Dhambi ni mbaya, dhambi haifai. Maisha ya dhambi yatakupeleka pabaya, utaangukia shimoni. Kwa hiyo ishi maisha matakatifu, mwaka huu utamwona Mungu. Petro wa kwanza 1:15 anasema, Petro wa kwanza sura ya kwanza 15 anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, na ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Iweni watakatifu. Uwe mtakatifu kanisani, uwe mtakatifu nyumbani, uwe mtakatifu barabarani, uwe mtakatifu mtaani, uwe mtakatifu sokoni, uwe mtakatifu ofisini kwako, uwe mtakatifu. Maisha ya utakatifu yanawezekana. Kuna wengine wanadanganya watu kwa elimu potofu kwamba utakatifu hauwezekani, na kuhakikishia hakuna jambo linalomshinda Mungu. Mungu anaweza mambo yote. Hata kuishi maisha matakatifu ni kitu kinachowezekana. Inawezekana kabisa. Sio lazima kuishi na uovu. Sio lazima. Kama mtu anaweza kaishi na dhambi, basi kubali pia mtu anaweza kaishi na utakatifu. Kwa nini mtu aishi na utakatifu na dhambi iwezekane asiishi na utakatifu? Inawezekana kabisa mtu akaishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, kama ambavyo tunaona wenzetu waliishi maisha ya namna hiyo, ili kuweza kuepukana na matatizo mbalimbali na changamoto nyingi ambazo nyingine hazikuwa na sababu ya kutufuata kuvijia. Ishi maisha matakatifu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Siwezi kukaa sana hapo kwa sababu kuna kanuni nyingine za kuelezea. Lakini kanuni nyingine ya pili itakayo kusaidia kuweza kufanikiwa, uwe ni mtu wa mafanikio. Kanuni ya pili ni kuwa na maisha ya ibada. Kuwa na maisha ya ibada. Kuwa ni mtu wa ibada. Kuna watu ibada zao ni kama hivi, tunaelekea kipindi cha Pasaka. Mtu anategemea aende Pasaka kanisani, au kwa sababu Ijumaa Kuu inakuja aende basi Ijumaa Kuu kanisani, au kwa sababu ni siku fulani kama ya leo ya matawi, mtu aenda kanisani kwa sababu ni siku ya matawi. Hivyo na hivyo na hivyo na hivyo. Kwa hiyo mtu anakwenda ibadani kwa matukio. Mpendwa, nikwambie waziwazi, Mungu hatendi kazi na watu ambao wanafanya kazi yake kwa uzembe. Hapana, utadanganywa. Huwezi kumuona Mungu. Ili muone Mungu lazima uwe mtu wa ibada. Na hizo ibada ni za mara kwa mara. Watu waliookoka hawana ibada moja. Mtu aliyeokoka ambaye na Kristo Yesu ana ibada zaidi ya moja. Kuna ibada binafsi, lakini kuna ibada za kukusanyika kanisani. Huwezi ukajitenga peke yako kwa na ibada peke yako. No. Hapana, inabidi upate nafasi ya kukusanyika kanisani. Na leo kuna watu wanapenda kudanganywa pia. Wanasema ibada zetu tutafanyia kwenye simu. Hatutafanyia ibada zetu kwenye njia tu ya TV. Kwa sababu Kajuna yupo kwenye television, nafanyia ibada kwenye TV, inatosha. Hapana. Usidanganyike namna hiyo. Tafuta kanisa, nenda kwa miguu yako, shiriki ibada, sio kwenye TV namna hiyo. Hapo ni kuliwa huko sio sawa hiyo. Haijakaa kibiblia. Kanisa la kwanza lilikutana, watu walikuwa wanakutana kabisa, wanakwenda kwenye ibada na kuomba. Kila siku saa 9 alasiri walikuwa wanakwenda kanisa la mitume, wanakwenda kanisa la kwanza, wanakwenda kwenye ibada kila saa 9 alasiri, wanakusanyika wanafanya ibada. Waibrania sura ya 10:25 anasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile inakaribia. Ni muhimu kukusanyika kanisani. Uende kanisani kwako kasali. Kama una kanisa, tafuta kanisa usali. Uanze ibada, mkaribie Mungu. Watu wa madhabahu ya shetani wanakwenda kuabudu kwenye milima, kwenye miti, wanaabudu miungu yao na masanamu, ndio ibada zao hizo. Wanakwenda kwa uaminifu, wanakwenda hadi kuzimu, wanakwenda kwa uaminifu kwenye ibada zao. Na unaona wanafanikiwa kwa sababu shetani wanafanikisha. Wewe ambao unamtegemea Mungu, hautegemei mazingaongo ya shetani,
uwe ni mtu wa ibada. Penda ibada mwaka huu. Kama ulikuwa usali, unasema kwa matukio, badilisha hiyo attitude. Badilisha hiyo tabia. Badilisha mwenendo. Tafuta kanisa au nenda kanisani kwako, au wewe uko hapa Ruangwa mjini, tafadhali sana na kusia na kuomba, njoo kanisa la Bethel Tabernacle. Utakuwa hujapoteza muda. Utamwona Mungu atakusaidia. Lakini anasema pia ile Waebrania 12:28, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Unaweza kuona, tumtolee Mungu ibada ya kupendeza. Lakini Warumi sura ya 12 anasema, basi itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenye maana. Unaweza kuona. Kwa hiyo ibada ni ya muhimu. Jitahidi kuwa mtu wa ibada. Jikusanyishe na wenzao kanisani. Usijitenge peke yako. Kuna madhara ya kujitenga. Na kusema mimi nitabudia kwenye television tu. Nenda kanisani, tafuta kanisa ambako wenzao wamefika pale, ingia nao kanisani, mwabudu Mungu. Utamwona Mungu. Lazima ufanikiwe ukiwa na ibada, kwa sababu utakuwa unaombea kila kitu kinachokuhusu. Ibada usije kadanganyika. Ibada ni kitu cha thamani na cha muhimu sana mbele za Mungu. Ni kiunganishi ibada kati ya mtu na Mungu. Mnakutana kwenye ibada. Mungu anakutana nawe kwenye ibada. Sio kwenye vitu vingine. Hata Lucifer, shetani, yule joka wa zamani, anakutana na watu kwenye ibada zao. Hiyo ni kanuni ya pili. Kanuni ya tatu, mtakatifu, nisikilize na mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu unayependwa sana. Kanuni ya tatu ni kuomba sana kwa bidii. Watu hawapendi kuomba. Hii kanuni ya maombi ni ya msingi. Sasa tunapenda kujisumbua sana kwenye kazi, kujisumbua sana kwenye biashara, kujisumbua sana kwenye maeneo tumewekeza, kwenye shughuli za mashamba, shughuli za ufugaji, shughuli za maofisini, kujisumbua sana, kujitaabisha sana kwa nguvu zetu wenyewe. Mwisho wa siku unakuta mafanikio tulionayo ni kidogo mno. Hata mafanikio unayoyaona nayo ni kidogo. Mwingine amesharidhika, anasema sasa hapa nimefanikiwa, imetosha. Bado hujafanikiwa ndugu yangu. Kuna watu wamefanikiwa na ni wataua. Watu wamefanikiwa na wanampenda Mungu. Mungu amewainua viwango vikubwa sana. Lakini kwa sababu gani? Ni watu wa maombi. Uwe karibu na Mungu kwa njia ya maombi. Na ukitaka kuwa karibu na Mungu ni kwa njia ya maombi. Amesema kitabu cha Isaya 1:18, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Unaweza kuona Bwana mwenyewe anasema, njooni tuzungumze, leteni hoja zenu zenye nguvu, njooni tuhojiane, eleza mambo yako upate haki yako, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno ni kwa kusali. Unaona, kusali, kuomba pamoja na kushukuru. Unaweza kuona anasema, basi nataka dua na sala zifanyike kabla ya chochote. My God and my Lord. Sasa maombi ni ya msingi. Ile Luka anasema, akawapa mfano wanafunzi wake, akamwambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Dumuni sana katika kuomba. Akatoa mfano ile kazi dhalimu ambaye alikuwa anaendewa yule hakimu. Alikuwa anaendewa na yule mjane. Anamwendea zaidi ya mara moja ampatie haki yake. Akasema, Bwana nipatie hakimu, nipatie haki yangu na mshtaki wangu. Nipatie haki yangu. Akamwendea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yule hakimu akasema, huyu mtu ananijia sana. Nimechoshwa na usumbufu wake. Nimechoshwa na habari zake. Hebu nimpatie tu haki yake, asije akaendelea kunisumbua na maini yeye na milele. Asije akanitaabisha. Hebu tu nimpe haki yake. Asije akae nyumbani kwangu kila siku anigonga, odi, nipatie haki yangu. Odi, nipatie haki yangu. Anasema, huu usumbufu nimechoshwa, na mpatie haki yake. Yesu akasema, je, si zaidi sana Baba yenu wa mbinguni mtakapomuomba hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu? Hata wasikiliza. Ni zaidi sana. Tumuombe Mungu. Wapendwa, penda maombi. Mtu anasikia sasa hivi, uwe ni mtu wa maombi. Kuna wengine, nawaambia ni kweli, kulingana na nature na asia dunia ilivyo, na kulingana na nyakati, ni muhimu kugundua majira na nyakati ambazo tunaishi. Mtu unanisikiliza, mwanadamu unanisikiliza, ni muhimu kugundua nyakati ambazo tunaishi sasa hivi. Ni nyakati za porojo. Porojo ni nyingi, na udanganyifu ni mwingi, na kweli ya Mungu, ile kweli ya Kristo, watu haimo ndani yao. Kwa hiyo wengi wanadanganywa tu. Wakristo wengi wanadanganywa, hawajiingizi kumtafuta Mungu kwenye maombi. Wao wenyewe na kuomba. Mtu anategemea ataombewa tu na mchungaji huko Nigeria, atamuombea tu basi. Iko hivyo.
Ukweli inawezekana usijue kuomba kwa hatua za mwanzoni, lakini pia na uelewa muhimu wa wachungaji kuombea watumishi wa Mungu. Kuombea watu ni muhimu na ndio kazi ya mtumishi wa Mungu. Lakini natamani kama mchungaji atakuombea, kama mtume atakuombea, kama nabii atakuombea, kama utaombewa na wapakwa mafuta wa Mungu, lakini na we mwenyewe jitrain, ingia katika mchakato wa kumwomba Mungu. Ni raha sana kumwomba Mungu. Anasema Wathesalonike wa kwanza, ombeni bila kukoma. Wathesalonike wa kwanza na Luka 18 anasema hivyo kwa habari ya maombi. Kwa hiyo tafuta muda wa kuomba. Fanya maombi asubuhi, fanya maombi mchana, fanya maombi usiku. Kuna wengine hawaombi kabisa. Wameacha maombi muda mrefu. Ndio maana mmegandamizwa, shetani ni mkubwa. Uonevu wa adui ni mkubwa. Watu wamepigwa sana, watu wameonewa na shetani kwa sababu hawana maombi. Nakupa siri moja uifahamu, shetani anaogopa watu wa maombi. Wana maombi. Anaogopa. Mtu ambaye anafunga na kuomba. Mtu ambaye anajitoa wiki hii anaomba. Anajipa ratiba ya kuomba ndani ya wiki, ndani ya mwezi anaomba. Huyo ni mtu hatari sana. Mtu hatari sana. Shetani hawezi akamtesa mtu namna hiyo. Yesu Kristo ni kielezo cha maombi. Alikuwa ni mwombaji muda wote, aina faragani kuomba, anajitenga na wanafunzi wake, aina kuomba. Anachukua wanafunzi wake wanakwenda kuomba. Anawatrain, anawafundisha wanafunzi wake kuomba. Kwa hiyo maombi yatakusaidia na uombe kwa bidii. Sifundishi kuomba kawaida. Maana mtu anaweza kaona ule moto wa mabua. Ule moto wa mabua au mihemko. Anaweza akaomba kwa sababu amesikia injili akajuna leo. Anaanza kuomba leo, kesho anaacha. Mimi sifundishi mafundisho namna hiyo. Mimi natamani napofundisha kitu, nafundisha kitu endelevu. Kwa hiyo ukiingia kwenye desturi ya maombi, ina maana iwe ni kawaida yako, iwe ni mfumo wako, iwe ndio lifestyle, iwe ndio mfumo wako wa maisha. Wewe ni mtu wa maombi, wewe ni mtu wa maombi, wewe ni mtu wa maombi. Unaomba kwa bidii sana, utamwona Mungu. Lazima ufanikiwe. Hiyo ni kanuni ya msingi ya mafanikio. Kanuni nyingine ambayo nitaisema ndio ni kanuni ya kusoma Biblia. Kusoma Biblia. Naeleza kanuni ambazo watu hawazielezi. Na kuelezea kanuni ambazo ni heavy, nzito, ambazo zitakusaidia, utakuwa unasikia furaha na amani kwenye maisha yako. Kanuni ya kusoma Biblia, ya kusoma neno la Mungu kwa bidii zote. Hii ni kanuni ya msingi sana. Tafakari hapo, msikilizaji unayenisikiliza au mtazamaji ambaye unafuatilia Facebook sasa hivi. Ni lini mara ya mwisho wewe ni Mkristo umeshika Biblia yako takatifu? Lini? Kuna wengine Biblia zao zimekamata vumbi. Zina vumbi kabisa. Anayekumbuka Biblia siku ya Jumapili ndio anaipangusa vizuri, anaifutafuta vizuri, ataanza kulizia watoto wake nyumbani. Hivi Biblia yangu umeiona wapi? Ina maana yeye mwenyewe hana desturi ya kusoma Biblia. Alafu na usema namtaka Mungu anisaidie. Anakusaidiaje wakati hata neno lake ulijui? Na amesema waziwazi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na maarifa ya kwanza, mpendwa, ni maarifa ya kujua Biblia, ya kulijua neno la Mungu. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16 anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenza rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Wakolosai 3:16. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Neno lako ni taa ya miguu yangu, anasema Daudi. Neno lako ni taa, ni mwanga kwa njia zangu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama hauna neno la Mungu moyoni mwako, unatembea katika giza. Na kama unatembea gizani, jiandae kukutana na shetani, kwa sababu shetani ni wa giza. Ukitembea gizani utakutana naye kwenye anga zake za giza. Ukitembea nuruni utakutana na Yesu Kristo katika anga zake Yesu Kristo. Na anga za Yesu Kristo na za Mungu wetu ni katika Biblia. Biblos, neno la Mungu. Ndio maana nimetangaza awali, tuna program ya kusoma Biblia mwaka mzima, kila mwaka. Hata mwakani hiyo program itakuwepo. Kila mwaka. Hatusinzii, hatupoi, hatuna cha kusubiria chochote, wala hakuna cha kutufurahisha. Hakuna chafanya tukae hivi tunafurahia maisha haya hivi. No, tunajua tuna wajibu wa kusoma Biblia. Tuko vitani, tuna vita ya kiroho. Na vita hii ni ya rohoni, sio ya mwilini. Wenzetu wanapambana, shetani vita yake ni kubwa. Hasinzi, unajua, wala halali. Anapenda kuonea, ni kama simba ngurumaya akitafuta mtu ammeze. Sasa kama hujui neno la Mungu, utakandamizwa na shetani na magonjwa. Utakandamizwa na uchawi. Utashangaa tu ghafla unapata matatizo. Ghafla mara sijui hiki, mara mikosi, mara balaa, mara nuksi, kwa sababu hauna neno ndani yako.
Lakini ukiwa na neno ndani yako, shetani atakaa mbali na wewe mita 1000, sio 100, mita zaidi ya 1000. Atakaa mbali na wewe, hata kufuata wewe, hata fuata watu wako, kwa sababu unajua neno la Kristo. Yesu Kristo alimshinda shetani kwa neno. Hakikisha unasoma Biblia yako. Jiingize kwenye programu ya Biblia. Baadaye nitakutajia namba ya simu ili angalau uanze kufuatilia. Kila siku tunasoma Biblia sura 4. Kila siku sura 4. Na wewe uingie kwenye mchakato kusoma Biblia. Na hapo ndio kuna vita, kwa sababu shetani hataki watu wapate maarifa. Kwa hiyo unaweza kushangaa unakuwa na sababu nyingi. Unakuwa na vizuizi vingi. Yaani kanuni ninazozifundisha hizi ni kanuni ambazo ni za msingi, lakini utashangaa vikwazo vinainuka. Nimefundisha kanuni ya kwenda kwenye ibada, lakini mtu sasa kazini anakwenda, ibadani haendi. Ndio maana shetani anakupa nafasi. Nenda kazini, nenda shambani, nenda ofisini kwako, lakini kanisani wewe marufuku. Anakupa ruhusa ya kusoma vitu vingine vingi vya majarida na magazeti na hadithi nyingi za kizee ambazo hazikusaidia chochote. Na kusoma hadithi za mapenzi na tamthilia za mapenzi. Lakini hauwezi kusoma Biblia. Unagandamizwa. Shtuka. Watu wengi wanaangamizwa kwa kukosa maarifa ya kibiblia. Maarifa ya neno la Mungu ndio maarifa nambari 1. Let me repeat it again. Narudia tena. Maarifa ya neno la Mungu ndio maarifa ya kwanza, nambari 1, ambayo kila mtu anatakiwa ajue neno la Mungu. Hiyo ni kanuni ya kufuata. Kanuni nyingine, na hebu ni kusaidia kitu kwenye eneo la kusoma Biblia. Ufuate hizi hatua. Unaamua kusoma Biblia, itakulazimu kufanya mambo yafuatayo ili usome kwa namna ya ladha nyingine, namna ya tofauti. Jambo la kwanza kulifuata unaposoma Biblia, zingatia sana. Hiyo namba 1. Unachokisoma. Zingatia sana. Namba 2, uliza na kufanya uchunguzi. Uliza maswali kwa walimu, kwa wachungaji, kwa mitume na manabii na wainjilisti. Uliza maswali kwa watumishi wa Mungu. Uliza maswali kwa mpendwa mwenzako. Uliza maswali unaposoma hujaelewa kitu, uliza maswali. Fanya uchunguzi, soma sana, hata vitabu mbalimbali vya kiroho. Namba 3, andika na ushike. Unaweza kuwa na daftari pembeni unaandika. Umeelewa sehemu fulani unaandika. Hiyo itakusaidia kuimprove sana kwenye kusoma, kwenye kujua neno la Mungu. Lakini namba 4, rudia mara kadhaa. Unasoma leo, unarudia tena kipengele baadaye, unakirudia tena, itakusaidia sana. Namba 5, omba kupata ufunuo wa kujua kilichojificha hapo unaposoma. Omba kwa kupata ufunuo ili ufunuliwe neno la Mungu. Neno la Mungu lijua ni kazi. Lazima upate ufunuo wa Roho Mtakatifu. Lazima upate ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye kanuni ya kwanza nimesema kuishi maisha matakatifu, lakini na kuwa na Roho Mtakatifu na kutembea katika tunda la Roho Mtakatifu. Itakusaidia sana. Kwa hiyo muombe Roho Mtakatifu. Lakini namba 6, lipa gharama. Toa muda wako. Wekeza zaidi hapo muda kwenye hilo eneo. Wekeza kama unavyowekeza kwenye biashara. Wekeza kama unavyowekeza kwenye kukaa na marafiki zako, unapiga stories hapa na pale. Mnapiga hadithi, mnapiga vitu fulani mnaongea vya maendeleo au vingine. Wekeza muda kwenye eneo la Mungu. Punguza muda kwenye mambo yasiyo na maana kiroho. Ondoa muda kwenye matamthilia yasiyo kujenga. Ondoa muda kwenye mamovie na series ambazo hazina matunda ya rohoni. Sana zinakuletea tabia mbovu na kugeuza moyo wako. Unashangaa watu wengi wamegeuza mioyo yao kwa kuangalia matamthilia mabaya. Hawajui. Wenyewe nafikiri ni furaha tu kuangalia. Kumbe kadri unapoangalia yale mambo, unaathirika kiroho kwa namna moja au nyingine. Hiyo ni somo la wakati mwingine. Kwa hiyo punguza mambo ya tamthilia, punguza kusikia vitu vya ombea visivyofaa. Kusoma habari za michezo kila wakati. Baadaye utafute Biblia na kuisoma. Tafuta hayo mambo ya rohoni. Lipa gharama. Mambo ya Mungu lazima ulipe gharama ya kujitoa. Lipa gharama ya kununua Biblia. Wengine wana simu nzuri lakini hawana hata Biblia. Lipa gharama. Nunua Biblia ya makaratasi. Hii Biblia ya online ni nzuri kuwa nayo, lakini inaweza ikawa updated. Wakai-update muda wote. Wakaiboresha. Na yale maboresho wanayoboresha wakati mwingine huwezi kujua yanakujaje. Inaweza kama ni maboresho chanya au maboresho hasi. Yakiwa maboresho chanya ni afadhali. Lakini kama ni maboresho hasi, utajiingiza kwenye mkenge wa kupotea huko. Utakuta kuna vitu vimeondolewa kwenye Biblia. Lakini ukiwa na Biblia hii kubwa kama ya kwangu hapa, ambao anatazama Facebook wananiona hapa sasa hivi. Biblia kama hii umeikamata kabisa mkooni mwako, ni vizuri zaidi. Ndiyo. Kwa hiyo hizo ni kanuni za kufuata unapotamani kusoma Biblia.
Lakini natamani nimalizie hizi kanuni kwa kuzitaja haraka haraka kulingana na muda wangu ulivyo. Kanuni namba 5. Nafundisha kanuni namba 5. Kumtolea Mungu kwa uaminifu. Kumtolea Mungu kwa uaminifu. Watu wengi hawapendi kutoa. Eneo hili la utoaji watu wengi wanakacha. Lakini kumtolea Mungu kwa uaminifu ni vizuri. Matendo ya Mitume 20:35 anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Wapendwa, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Hiyo sio tu kibiblia. Yaani hiyo kikawaida tu. Katika maisha ya kawaida yasiyo ya kiroho. Maisha ya kawaida tu ya kibinadamu. Yaani mtu mtoaji anayetoa sana hata kama hamchi Mungu, wapendwa, iko hivyo. Hata kama hamchi Mungu, ila ni mtoaji sana, anabarikiwa, kwa sababu ndio kanuni iko hivyo. Unapotoa unabarikiwa. Unapotoa unabarikiwa. Kwa hiyo kuwa mtolee Mungu kwa uaminifu. Toa kwa uaminifu. Maeneo yako yote ya utoaji, toa kwa uaminifu, utamwona Mungu. Usiwe mtu mchoyo. Maandiko yanasema jilindeni na choyo. Usiwe mchoyo kumtolea Mungu. Toa. Kwa sababu vitu ambavyo unashikilia vyote vya nini? Mtolee Mungu. Mtolee Mungu. Unasikia watu wanatamani, kama nimesema leo waziwazi kwamba support injili tunayohubiri. Support kazi ya Mungu. Mtolee Mungu sababu unaweka hazina mbinguni. Kama unatarajia kwenda mbinguni baadaye, ukitoa leo unaweka hazina mbinguni. Ina maana utakuta utumishi wako, utaukuta. Siku ile utaukuta tu. Tutakapenda kwa Mungu, sababu maisha yetu hapa duniani ni mafupi, tunapita tu. Lakini maisha ya baadaye ni maisha ya umilele. Utaikuta hazina pale mbinguni. Ulipo support kazi ya Mungu, uliposaidia wajane, uliposaidia yatima, ulipombariki mchungaji, ulipofanya hiki na kile, ulipotoa sadaka nzuri kanisani na kadhalika. Na unatoa kwa moyo wa hiari, sio kulazimishwa. Watu wengi wanatoa kwa kuumia, anaumia, anawaza mara 3 mara 4. Ukifanya hivyo huwezi kubarikiwa. Toa kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa hiari. Kutoa sio utajiri. Kutoa sio utajiri. Toa kulingana vile Mungu amekujalia, lakini uwe mtoaji mwaka huu. Toa sana mpendwa. Mtolee Mungu ufanikiwe. Shetani amedanganya watu wengi. Amwafunga watu hawatoi kabisa. Hawatoi. Mtu anakuta kanisani lakini hatoi. Hashiriki hata michango, hashiriki hata nini, unaenda na kurudi nyumbani kawaida. Usikubali. Mimi nakufundisha mambo ya rohoni, yatakusaidia. Hizi kanuni nimekwambia zinaleta matokeo chanya kiroho, zinaleta matokeo chanya kiafya, kimwili na katika uzima wako, zinaleta matokeo hata katika nyanja za uchumi, nyanja za ndoa, nyanja za malezi, nyanja zote zile. Hiyo ni kanuni namba 5. Kanuni namba 6 ni kufanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii. Kuna watu ni wazembe, hawapendi kufanya kazi. Sasa unategemea utafanikiwaje? Wewe unalala masaa yote, unaamka yani muda unaotaka. Lazima ina kanuni. Katika namna ya kawaida tu, chunguza hata matajiri tu wa kawaida dunia hii, wa kawaida tu, matajiri wa kawaida tu, unazungumzia maisha yetu ya kawaida. Tazama watu wa namna hiyo, ni watu ambao kwanza kulala hawalali, wanakesha, lakini pia kuamka wanaamka mapema. Matajiri wa dunia hii. Sasa wewe unakaje hivi? Fanya kazi kwa bidii, jitoe, jishughulishe. Mungu atabariki kazi yako ya mikono. Jishughulishe, uwe na kitu cha kufanya. Uwe na kitu cha kufanya. Tafuta, muombe Mungu, pata hata mtaji, tafuta watu wa kusupport. Anza kufanya biashara au kwenye kazi yako, fanya kazi yako kwa bidii. Hadi mwajiri wako aone kweli mtu anafanya kwa bidii. Aone. Yani fanya kwa bidii, sio kujionyesha, lakini jitume kwa kadiri inavyowezekana. Usionekane mzembe kazini. Usionekane mvivu kazini. Utapewa jina baya. Kama yule pale ni mzembe, yule ni mvivu. Ajitume yule. Yule mzembe sana, tukimpa kazi yetu aziendi. Mwisho wa siku huwezi kufanikiwa. Lakini Mithali 22:29. Mithali 22:29 anasema hivi, "Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo." Vitu vingine sio uchawi. Ninasema huyu ni Freemason. Wakati mwingine sio Freemason. Naelewa kuna Freemason maeneo mengine, sikatai, kuna nguvu za giza, lakini hata wa nguvu za giza wanaotumia na wenyewe pia wanajibidiisha kwenye kazi zao kutokana na nguvu za giza. Sasa wewe mbona sasa unamtegemea Mungu? Fanya kazi yako kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii, jitume, jitoe kwa bidii kweli kweli.
Vitu vingine sio kasema ni uchawi. Fanya kazi kwa bidii. Ukifanya kazi kwa bidii utamwona Mungu. Jitoe kwa bidii. Fanya kazi yako. Amka mapema alfajiri. Amka mapema alfajiri, omba. Tafute Bwana. Omba kabisa, alafu baada ya hapo ingia kwenye kazi yako, kama ni biashara, kama ni shambani, kama ni mfugaji, kama ni mkulima, kama wewe ni mjasiriamali mkubwa, mjasiriamali mdogo, nenda kwenye kazi yako, jitume na msimu Mungu akupe neema kufanya kazi vizuri. Mpendwa unanisikiliza wakati huu, lazima ufanikiwe mwaka huu. Amesema hapo Mithali 22:29. Je, unamuona mtu mwenye bidii kwenye kazi zake? Muone. Mtu mwenye bidii kwenye masomo, muangalie, lazima afaulu mitihani. Hakuna ambaye anasoma. Yaani nyewe wanafunzi mnafuatia sasa hivi. Wanafunzi ambao mnasikiliza, fanya bidii kwenye kusoma. Hiyo ndo kazi yako. Soma kwa bidii, utafanikiwa. Ila kama ya usome ni mzembe, unategemea miujiza, utachelewa sana my dear. Utachelewa sana. Ni kufanya kazi kwa bidii, ni kusoma kwa bidii. Mtu anayefanya kazi kwa bidii atakaa na watu wakubwa, lakini mzembe na mvivu hawezi kukaa na watu wakubwa. Ataishia tu pabaya na kulalamika. Ataishia kwa mtu wa malalamiko na manguniko, ataanza kusema watu vibaya. Unamuona anajionyesha, anajifanya ana hela. Sio kujifanya ana hela, mwenzako ana toil, anateseka halali, anadamka mapema, anaombea kazi yake namna hiyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu jitahidi sana. Hiyo kanuni nimekutajia muda huu hapa, tembea nazo na Mungu atakubariki sana. Kanuni ya 7 ni kulinda kinywa na matumizi yako ya mdomo. Hiyo kanuni itakusaidia. Linda kinywa. Angalia maneno ambayo unayazungumza. Muda tu hapo umenishia. Linda kinywa chako, kuwa mtiifu na mwaminifu hata kwa viongozi wanaokuongoza. Namba 9, ishi kwa maisha ya msamaha, samehe watu. Hiyo ni kanuni ya 9. Kanuni ya 10, ambatana na watu sahihi ambao wamefanikiwa. Ambatana na watu sahihi ambao wana vitu vizuri unaweza kaiga kwao. Mungu akubariki sana. Muda umeisha hapa studio. Natamani sasa nifanye maombi alafu niweze kutoka hapa. Basi bila kupoteza muda, naomba nifanye maombi. Moja kwa moja nitaombea watu wenye mahitaji kadhaa, wale ambao wanatamani kuokoka na kumpata Yesu Kristo, na wenye changamoto nyingine za afya na kadhalika nitaombea, na baadaye tutaendelea kuwasiliana. Hebu rudia maneno ambayo natamani kuokoka. Sema ya maneno popote pale ulipo. Sema, Bwana Yesu, naomba unitakase, naomba unisamehe, naomba unisafishe, na kubali kuokoka leo. Na kubali kufuata hizi kanuni. Naomba unisaidie. Kuanzia sasa, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Bwana Yesu, asante kuniokoa. Amen. Ngoja nikuombee sasa. Ambao umesema ya maneno kocha pale ulipo, na kuombea, na Mungu atakusaidia hapo ulipo. Utaona msaada wa Mungu nakushikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamwombea yule msikilizaji ambaye amekiri maneno haya machache. Na kwa sababu ya muda wetu vile umeisha hapa studio, ninamuombea katika jina la Yesu. Huyu aliyeokoka, neema ya Kristo Yesu imfunike, asonge mbele katika maisha ya wokovu, atembee na kanuni hizi. Msaidie Bwana Yesu aweze kushinda dhambi. Msaidie Bwana Yesu aweze kufikia hatua ya kuona siku ile. Na mwachia kwako, mpe neema ya kuishi kwa ujasiri na kuzifuata kanuni zote hizi katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila kifungo kwenye maisha yake, navunja kila laana kwenye maisha yake, navunja kila balaa kwenye maisha yake. Huyu mtu ambaye amekiri maneno ya Bwana, ukamsaidie, ukamtetee, ukamfanikishe kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Ninapoomba sasa, hatua hii naomba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Na waombea wote wenye shida. Yoyote mwenye shida, kwa haraka sana weka hata mkono hapo kwenye redio yako, nikuombee shida iondoke mara moja katika jina la Yesu. Ninakuombea afya njema. Ninaomba nguvu za Mungu zikufunike. Na kemea uchawi ambao umekamata. Naondoa ugonjwa uliokushika katika mapafu, katika kichwa, katika mgongo, katika miguu, katika tumbo, mauvimbe yote na kemea katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya magonjwa ambayo yamesababishwa na uchawi, na yakemea ndani yako, yaondoke mara moja. Kila aina ya majini, mapepo au wadudu
na vunja na kukemea katika jina la Yesu, na kwenda kinyume na kila laana na balaa na mikosi kwenye maisha yako, vyote vikuachie. Magonjwa yote yatawanyike, uchawi ukuachie. Kazi yako naiombea, biashara yako naiombea, ufanikiwe sana kwa mamlaka jina la Yesu, na kutamkia baraka ambao ufuate kipindi hiki, na kutamkia baraka ambao ufuate kipindi hiki. Bwana Yesu akuponya, akutakase, akuzidishe kwa jina la Yesu. Ambao wameteseka muda mrefu, na waombea uponyaji sasa hivi kwa jina la Yesu. Bwana Mungu, nakushukuru kwa sababu ya kipindi kizuri cha leo. Asante kwa wasikilizaji, asante kwa watazamaji kufuatia Facebook. Nakushukuru Bwana Yesu. Bariki studio hii, bariki viongozi wote katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. 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 Msikilizaji wa Ruangwa FM Radio, na imani umepata neema na baraka tele kwenye neno la Mungu, lakini pia na maombi. Tumpe nafasi ya dakika moja mchungaji aweze kutuaga, lakini naona kanuni hizi hazijaisha vizuri, tukapata kuona namna ambavyo nazisimulia vizuri mtumishi wa Mungu, kama kanuni ya kutumia lugha nzuri. Najua wengi tunapoteza mazuri, tunapoteza nafasi za kazi, tunapoteza kumjua Mungu kwa sababu ya lugha ambazo tunatumia. Kwa hiyo ikimpendeza mtumishi wa Mungu, kipindi kijacho tuanzie kwenye kanuni ya 5 tukangaje. Yes. Karibu mtumishi kuweza kuwa. Amina. Nalikubali kabisa ombi lako, nalipokea. Basi kuanzia kanuni ya 5 tutaendelea nayo. Mungu atakupa nafasi wakati mwingine, hata Jumapili ijayo. Asanteni sana, nashukuru kunisikiliza na kufuatilia kwenye Facebook live sasa hivi. Naomba nitaje namba ya simu ili tuweze kuwasiliana, niendelee kuwasaidia kwa njia ya maombi na ushauri na kadhalika, na kufika kanisani kwetu. Namba ya simu ni 0788 10 9535. Tarudia tena 0788 10 9535. Ndiyo. Asante sana, shukuru. Sawa, msikilizaji, endelea kusikiliza Ruangwa FM Radio kwa sasa hivi.